Anasema daktari, mimi nikishiriki tendo lazima damu zitoke. Ni nini shida? Watu ambao wanashiriki tendo alafu wanapata damu zinatoka, mara nyingi hapo huwa inaitwa postcoital bleeding. Postcoital bleeding inaweza kuwa inasababishwa na mambo mengi sana. Cha kwanza ni cervicitis, homa ya mlango wa kizazi. Unakuwa na michubuko pale kwenye mlango wa kizazi. Mwanamke anaweza kuwa na dalili kama alikuwa na bacterial vaginosis primary, alikuwa anatoka na uchafu sehemu za siri, anapata maumivu wakati wa kushiriki tendo, anapata hata miwasho sometimes. Huyu mwanamke ni rahisi sana kupata cervicitis. Mara nyingi huwa inatokea kwa watu ambao wanakuwa wamepata gonorrhea. Gonorrhea ni moja kati ya magonjwa ambayo yanasababisha primary cervicitis. Cervicitis ni homa ya mlango wa kizazi. Bakteria wa gonorrhea huwa hawezi kuja kushambulia ndani ya mji wa mimba. Wanashambulia kuanzia kwenye mlango wa kizazi kushuka chini. Alafu baada ya hapo ikitokea wamepata nafasi wanaweza kaanza kushambulia kwenye mirija ya uzazi na kuja na pamoja kwenye mayai. Kwa hiyo wakiwa huko kwenye sehemu za chini huwa wanashambulia mlango wa kizazi na pamoja na kuta za uke. Sawa, inaitwa vaginal canal. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kwa mwanamke kupata michubuko, anakuwa anapata maumivu kuanzia anaposhiriki tendo. Lakini ile misuguano ndio inasababisha atoke damu. Bakteria. Mwanamke ambaye anakuwa na gonorrhea pia anaweza kawa anapata zile dalili za kuwa na kwamba anatoka majipu sehemu za siri. Kingine ambacho kinaweza kumsababisha mwanamke apate hiyo hali ya kutoka damu baada ya kushiriki tendo, matatizo ya hormone. Hormone zikiwa hazijakaa vizuri, mara nyingi inatokea kwa wanawake ambao wanatumia njia za uzazi wa mpango. Ukiwa unatumia njia za uzazi wa mpango, una uwezekano mkubwa sana wa kupata hiyo hali, kuangukia huko. Hormonal contraceptives zinachangia kwa kiwango kikubwa sana wanawake kutoka damu baada ya kushiriki tendo. Kingine ni kwamba mwanamke ambaye anaweza kawa na uvimbe ndani ya mji wa mimba. Mwanamke akiwa na uvimbe ndani ya mji wa mimba anakuwa na irregular menses, periods zinakuwa zinabadilika, anapata mpaka zile pressure symptoms, miguu na mvimba, lakini pia wanakuwa na ile hali ambapo anakuwa anapata maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu. Hizo issues huwa zinatokea. Lakini kingine, mwanamke ambaye anaweza akawa na tunaitaga cervical polyps. Cervical polyps ni uvimbe, ni kinyama ambacho kinaweza kawa kimeota kwenye mlango wa kizazi. Kwa mwanaume anapokuwa anashiriki tendo, anaenda anakigonga kwa anakuwa na traumatize. Kwa mwanamke anaweza akaishia kutoka damu kutokana na kile kinyama kimepasuka. Kibaya ni kwamba mlango wa kizazi huaga hauna mishipa ya neva. Kwa mwanamke ambaye anakuwa na homa ya mlango wa kizazi, anaweza kuwa na cervical polyps, huaga hazina maumivu. Kwa anapokuwa anashiriki tendo pale hawezi kuhisi kwamba anapata maumivu. Tena anajikuta tu anatoka damu. Namba za simu ziko hapo, tuwasiliane ili tuweze kuona kama una hiyo changamoto tunakusaidia vipi.